Nimewaiteni leo kwa ajili ya mje mtusaidie kutufikishia ujumbe kwa Watanzania wote kwa ujumla, kwa sababu nyinyi ni wadau wakubwa katika kupashana habari, na kwa sababu sisi tunawategemea sana katika kipengele cha kutusaidia kutufikishia habari kwenye jamii. Tumeona leo tupate nafasi ya dakika chache tuweze kuzungumza machache kuhusiana na mustakabali wa taifa letu kisiasa, lakini pili na hali halisi sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mimi naitwa Kiongozi Lai, katibu mkuu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Nipo hapa na viongozi waandamizi wa chama chetu ngazi ya taifa, lakini vile vile nimeambatana na wagombea wa nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaye kulia kwangu hapa Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwilu, lakini ninaye pia mgombea mwenza wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushoto kwangu Bibi Chumu Juma Abdalla. Vile vile ninaye mwisho kabisa huku ni afisa habari, huyu ni katibu mwenezi wa chama uenezi na habari. Lakini yote kwa yote tupo hapa kwa ajili ya kushirikishana baadhi ya mambo ili muweze kutusaidia kutufikisha kwa jamii. Ndugu zangu waandishi wa habari, tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu chama chetu kilifanya mkutano mkuu maalum hapa jijini Dar es Salaam, mkutano maalum ambao kazi yake kubwa ilikuwa ni pamoja na kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kuchagua mwanachama mmoja kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili ilikuwa pia kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kupata mwanachama mmoja kuwa mgombea wa urais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katika tukio lile mkutano mkuu ulifanikisha kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kuchagua mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano, na Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwilu yeye alifanikiwa kuteuliwa na mkutano mkuu maalum wa chama kupeperusha bendera ya Alliance for Africa Farmers Party kwa nafasi ya ugombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini vile vile mkutano mkuu ulipiga kura ya maoni ya kuchagua vile vile jina la mgombea wa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bibie Chumu Juma Abdalla. Sasa mkutano wa leo ni maalum kwa ajili ya chama sasa kuwatambulisha rasmi kwenu waandishi wa habari kwamba chama chetu katika mkutano wa tarehe 29 wa mwezi wa 4 mwaka huu tulipitisha majina ya mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano ndugu Kunje Ngombale Mwilu na mgombea mwenza Bi Chumu Juma Abdalla. Tunafanya hivyo kwa sababu sasa tunawaleta kwenu waandishi wa habari. Kuanzia leo tunafungua sasa hawa uhuru wao wa kuanza kueleza kama watakuwa nayo mambo mbalimbali ambayo wanafikiri itakuwa ni sehemu ya mambo yale muhimu ambayo wanakusudia kwenda kuwaeleza Watanzania kwa shabaha ya kuwashawishi kuomba kuchaguliwa. Kwa hiyo kama chama tukaona sasa baada ya mkutano mkuu kufanyika leo sasa katibu mkuu kupitia kamati kuu inatoa sasa rasmi, tunatoa taarifa rasmi kwa sababu kwenye mkutano mkuu si wote walikuwa pale. Walikuwepo, lakini leo kama chama ndio tunatoa sasa rasmi, tunawatambulisha rasmi kwamba chama chetu wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwilu na mgombea mwenza Bibi Chumu Juma Abdalla. Lakini vile vile mkutano ule ulikuwa na nafasi ya kupiga kura ya maoni kwa ajili ya mgombea wa Zanzibar. Kwa bahati mbaya mgombea wa Zanzibar ambaye ilikuwa jina moja, ilikuwa majina mawili, lakini mgombea mmoja akajitoa kwenye ule mkutano mkuu. Kwa hiyo tukabaki na mgombea mmoja. Mkutano mkuu ukaamua kupiga kura ya ndio au hapana kwa huyo mgombea mmoja aliyobaki. Kwa bahati mbaya mgombea yule mmoja aliyobaki alipata kura nyingi zaidi za hapana kuliko za ndio. Kwa hiyo kati ya kura 97 zilizopigwa alipata kura 19 tu za ndio na 77 kura za hapana. Kwa hiyo mkutano mkuu wa tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2025
haukuweza kutoka na jina lililopitishwa kuwa mgombea kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano, rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mkutano huu wa leo natoa taarifa rasmi kuhusiana na hilo, kwa sababu hilo ni tukio ambalo hatukulitegemea, hatukutarajia. Japokuwa kula tunajua kuna hapana au ndio na kuna kupata au kukosa, lakini kwa sehemu kubwa mkutano mkuu tulipokea kwa surprise matokeo yale. Kwa hiyo hatukuweza kupata mgombea wa urais kwa upande wa Zanzibar. Hivyo basi kamati kuu imekaa na kutazama vizuri kwamba tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 kamati kuu itakutana mjini Dar es Salaam kuangalia sasa mustakabali kuhusu namna gani tutafanya kuweza kutengeneza mazingira ya mgombea kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu itakaa sasa, itaona je, kuna uwezekano wa kutafuta namna nyingine ya kufanya mkutano mkuu mwingine kwa ajili ya kupata mgombea wa Zanzibar ama la. Sasa tukishakaa tarehe 16 alafu tutaona kama maamuzi itakuwa ni kuweka mgombea wa urais wa Zanzibar, basi kamati kuu itaelekeza vikao vinavyohusika kuanza mchakato tena wa pili kwa ajili ya kumpata mgombea wa urais wa Zanzibar. Lakini pia kama kamati kuu itaona kwamba hakuna ulazima wa kuweka mgombea wa urais wa Zanzibar, pia vile tutatoa taarifa rasmi kwamba chama kimeamua kutokuweka mgombea kwa upande wa Zanzibar. Tukaona haya mambo mawili ni vizuri kuja kuwashirikisheni muweze kutusaidia kwamba mkutano mkuu wa tarehe 29 hatukuweza kufanikiwa kupata mgombea wa urais upande wa Zanzibar, na hivyo kamati kuu itakutana tarehe 16 ya mwezi huu wa 5 kujadili sasa kwa kina, kwa ndani, kushauriana na uongozi na sekretarieti ya Zanzibar. Tutakaa tushauriane vizuri, na kama tutaamua kwamba kuna ulazima wa kuweka mgombea wa urais kwa upande wa Zanzibar, basi tutatoa taarifa na michakato ndani ya chama itaanza kwa ajili ya kuweza kupata tena mkutano mwingine ambao utakuja kupiga kura ya maoni kwa ajili ya kupata mgombea wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini kwa leo tukaona tuwashirikisheni katika hatua hiyo, kuwapa taarifa rasmi, lakini kubwa zaidi kufungua sasa mlango kwa wagombea wetu urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa wanaweza wakawa na chochote cha kuzungumza mbele ya waandishi wa habari kwa ajili ya ile michakato itakayoendelea kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sababu nimesema nia kubwa ni kuwatambulisha, sasa nitatoa nafasi kwa mgombea urais aweze kuwasalimia, na kama ana machache aweze kuzungumza machache, lakini baadaye pia nitatoa nafasi kwa mgombea mwenza na yeye kama ana maneno mawili matatu, alafu baada ya hapo sasa nyinyi mtaruhusiwa kama mtakuwa na hoja yoyote ya kutaka kujua kwa maana ya leo kama mtakuwa na maswali, lakini baada ya hapa mtabadilishana nao simu, mnaweza mkawapigia wakati wote kutaka kujua nini what happened katika uchaguzi unaoendelea wa mwaka 2025. Mabadiliko lazima. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wa Tanzania, mnaoniona, mnaotuona kwa siku ya leo. Leo sitazungumza mengi sana. Leo ni siku ya kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu uliofanyika tarehe 29 katika kula 97 nikapata kula 76. Kwa hiyo ninayo sababu kubwa sana kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu. Kazi nzuri iliyofanywa na viongozi wakuu wa chama. Mchakato ulikoanzia mpaka kupata wagombea si kazi rahisi. Si kazi rahisi. Ni kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wakuu wa chama kumpata mgombea urais wa Tanzania bara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kumpata mgombea mwenza. Si kazi rahisi. Mchakato ulikuwa mrefu na tulikuwa watiania watatu. Badala yake Mwenyezi Mungu akaona ni vyema mimi nimepeperusha bendera ya AFP. Kwa hiyo jambo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia kuwashukuru wenzangu
wale walioshindwa ambao kula hazikutosha wamekuwa pamoja na mimi baada ya wao kushindwa. Tunashirikiana na tunajadiliana ni namna gani chama chetu kitapeperusha bendera uchaguzi unaokuja. Na wamenipa matumaini makubwa wagombea wenzangu ambao kula hazikutosha. Wamedai watakuwa pamoja na mimi mkoa hadi mkoa, jimbo hadi jimbo. Hilo kwa kweli nawashukuru wagombea wenzangu kwa kunikubali. Pia ndugu zangu wana AFP, chama hiki hatuna budi kumshukuru msajili wa vyama vya siasa. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaongozwa na Jaji Francis Mtungi. Siku ya mkutano iliwakilishwa na naibu msajili Sisti Nyaoza. Kwa hiyo tuwashukuru sana, tuishukuru serikali kwa kusimamia uchaguzi. Pia ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, chama hiki kiko vizuri. Siwezi kutangaza vipaumbele leo kwa sababu bado sijakabidhiwa mikoba. Mikoba ni ilani ya chama na sera za chama. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ikifika ya kunikabidhi mikoba ya ilani ya chama ambayo nitaipakata mimi kuwatangazia Watanzania mahali popote nitakapokuwepo, mkoa hadi mkoa, wilaya hadi wilaya, jimbo hadi jimbo. Siku hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi mtakuwepo wakati nakabidhiwa mikoba hiyo. Chama hiki kipo kwa ajili ya mabadiliko, si ya hiari. Ni mabadiliko ya lazima kwa kila sekta ya nchi. Ndugu zangu, mabadiliko yana safari ndefu. Mabadiliko si ya haraka tu. Haiwezekani. Kuna baadhi ya vyama, siwezi kuvitaja kwa majina, natoa mfano. Mnada unafanyika kesho kutwa wa ng'ombe. Yule ng'ombe amekonda. Wewe unamlazimisha yule ng'ombe leo umpe pumba ili aweze kunenepa, umpeleke kwenye mnada. Hilo linawezekana ndugu zangu waandishi wa habari? Haliwezekani. Wanaong'ang'ania ng'ombe anenepe haraka. Baadhi ya vyama vingine wanang'ang'ania ng'ombe anenepe haraka ili waweze kumuuza kwa bei kubwa. Hilo ni jambo si rahisi. Hata uhuru wetu wa nchi yetu ulianzia mchakato mrefu sana na kina Mwalimu Nyerere. Kuwaondoa wakoloni ilikuwa si kazi rahisi. Kuwaondoa wakoloni ilikuwa si kazi rahisi katika taifa hili. Ni mchakato ambao ulikuwepo muda mrefu. Watu walitembea kwa miguu. Watu walikimbia simba mapolini. Watu walipishana na fisi. Ni katika kutafuta uhuru, kuwaondoa wakoloni katika taifa hili. Sasa leo hii tusikimbilie mabadiliko ya haraka sana. Pole ndio mwendo. Haraka haina baraka. Pole ndio mwendo, haraka haina baraka. Lakini sisi tumeshatembea sana chama chetu. Sasa tunafikia kufika Ikulu. Mtegemee ndugu zangu wa Tanzania. Wagombea nchi nzima, nina imani majimbo yote yameshapata wagombea. Tumejipanga kisawasawa.
kuchukua dola nchi hii. Na serikali yangu nitakayoiunda, pamoja na leo sitangazi vipaumbele, lakini serikali yangu itakuwa ya mchaka mchaka. Serikali yangu, ndugu zangu waandishi wa habari, itakuwa ya mchaka mchaka. Itakuwa hakuna kulala kwa wale nitakaowateua na wale watakaochaguliwa. Wananchi watapata usingizi, lakini wateule na wachaguliwa, wabunge na mawaziri wangu wa serikali yangu hawatapata usingizi. Itakuwa ni serikali ya mchaka mchaka ya masaa 24. Tunahitaji mabadiliko ya kasi na mabadiliko ya lazima. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, leo sina nafasi kubwa sana ya kuzungumza. Niwapongeze tu nyewe waandishi wa habari, na pia muambie tume ya uchaguzi nina imani nao. Hii taarifa, ndugu zangu waandishi wa habari, lazima muwafikishie kwamba mgombea wa AAFP ana imani na tume ya uchaguzi kwamba itatenda haki. Tume ya uchaguzi itatenda haki, nina uhakika. Ndugu zangu, hata kwenye mpira, hata kama refa yuko upande fulani, lakini ukionyesha mpira mzuri atashindwa kusaidia upande mwingine. Uongo kweli? Kuna kuzidiwa. Kwa hiyo AFP imejipanga kisawasawa. Imejipanga. Tumejipanga kwa sera, tumejipanga kwa ilani ya chama. Na Watanzania watatuelewa. Na wametuelewa nini tunataka tufanye kwa ajili ya taifa hili. Ndugu zangu, sina muda mwingi wa kuzungumza. Nadhani leo ni siku ya kujitambulisha. Nadhani nimeshajitambulisha kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mimi ni mzoefu wa kugombea. Ni mzoefu wa kuomba ridhaa kwa Watanzania. Nimeomba ridhaa kwenye uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kula zikutosha. Kula hazikutosha. Lakini ipo siku kula itatosha. Hiyo ndiyo demokrasia. Usipokubali kushindwa, si mshindani. Usipokubali kushindwa, si mshindani. Usipomkubali refa, unataka refa atoke wapi? Katiba yetu inasema tume ya uchaguzi ndio msimamizi wa chaguzi katika taifa letu. Na Watanzania hawa wanahitaji mabadiliko ya haraka. Kwa hiyo sisi kama chama tumejipanga. Na Watanzania wote muwe na imani na chama hiki. Popote kwenye majimbo, chagueni wagombea wa chama hiki. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo sio siku ya kutoa hotuba kubwa sana. Lakini siku ya kukabidhiwa ilani, siku ya kukabidhiwa mikoba ya chama changu, hapo ndio nitazungumza muda mrefu sana. Asanteni sana.